alimtoa Yesu Kristo. Baada ya kwamba ameona tuna dhambi, ama baada ya kwamba tumetenda dhambi, akajua dhambi itatumeza na itatuangamiza, akamtoa Yesu Kristo ili ulimwengu uokolewe. Ulimwengu ni nani? Ni mimi na wewe na wale wengine ambao wako huko duniani. Kwa rehema zake na kwa huruma zake na kututhamini kule ambako alitupatia, akamtoa mwanawe wa pekee ndio tupate huu wokovu. Tunajivunia huu wokovu kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe, ukiangalia kitabu cha Wafilipi 4, Wafilipi 4 inasema ya kwamba yeye hatuthamini kwamba kule kuitwa Mungu kuwa ni jambo la maana, bali alivaa mwili wa mwanadamu ili akaingiane na wanadamu, ama kwa lugha nyingine akapate nafasi ya kumwokoa mwanadamu. Nataka tuangalie kitabu cha Wafilipi 4. Wafilipi 4. Wafilipi 2 mstari wa 4 nasema, kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo. Mstari wa 6. Tuangalie sana mstari wa 6. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, yaani yeye alikuwa ni Mungu, namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa ni kitu ambacho mara nyingine kinatugharimu, huwa si rahisi. Sasa ni lazima katika maisha yako, katika maisha yetu, vile ambavyo tumeamua kumfuata Yesu, tujikusanye kikamilifu ili tukajitoe kwa Yesu, ili Yesu naye akapate kututumia. Na tumeambiwa hapa na mhubiri wa kwanza ya kwamba yule ambaye atawacha baba yake, yule ambaye ataacha mama yake, yule ambaye ataacha ndugu yake kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya Yesu Kristo, basi atapewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hii zaidi haiji, lakini ni mpaka ushikane, ni mpaka ujifundishe kuachilia. Wewe fikiria kama Mungu hangemtoa huyu Yesu. Na hii Biblia inatuambia kwamba Mungu ako katika utatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Sasa Yesu ni Mungu, lakini tunaona hapa katika Wafilipi 2 kuanzia mstari wa ile pale, lakini tutaangalia zaidi 6 na 7 kwamba yeye Yesu ni Mungu, lakini hakuchukulia kule kwamba yeye ni Mungu kuwa ni kitu, bali alijinyenyekeza akavaa mwili wa mwanadamu mpaka akakubali kufa kifo cha aibu cha pale msalabani, kusudi na malengo atufikie ili ajiokoe. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha nini?
inamaanisha ni mpaka tugharimike. Kutoa, kujitolea ni gharama, huwa si rahisi, lakini ni lazima tuamue tugharimike, na kwa sababu hiyo Mungu wa mbinguni atatuona na atatujazia kile ambacho kinakosekana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiangalia Biblia, kitabu cha Mwanzo 4, mpaka tuende pale kwa upesi, maana sitasimama hapa kwa muda. Mwanzo 4. Hapa ni kitabu ambacho inatuonyesha vile ambavyo Mungu alikuwa anathamini sana hilo jambo. Ukiangalia Mwanzo 4 mstari ule wa kwanza pale, tunaongea story ya mtu ambaye anaitwa Kaini na Abeli. Hawa ndio wazaliwa wa kwanza katika hii dunia, watoto wa Adamu na Hawa. Sasa hapa ninasoma hivi. Adamu akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Kaini, akasema, nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Mstari wa 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Hii inatufundisha nini? Kwa kazi yako ile ambayo unafanya, hapo ndio mahali ambapo unaweza pata pia kitu cha kutolea Bwana. Alafu anazidi kusema ya kwamba Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Ongeza spiri. Hii Biblia ni wazi na inaongea na wepesi ya kwamba tunaona Kaini alitolea Bwana sadaka ya mazao aliyokuwa anayatoa shambani, lakini haijaelezwa ni mazao ya aina gani. Lakini hapa tunaona nani? Habili naye akamtolea Bwana sadaka katika mifugo zake. Lakini tunaona sadaka ya Habili inaelezwa kwamba yeye alimtolea Bwana sadaka zilizonona za wanyama. Hapo mbele nazidi kusema, inazidi kusema Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake Kaini wala sadaka yake, yaani hakumpenda Kaini wala sadaka yake. Hiyo inasema nini? Kama haijaelezwa ile sadaka vile ilivyokuwa, ni kumaanisha ya kwamba Kaini alijitolea tu, aliamua wacha hata yale mapoza, anaweza chukua yale mapoza, yale mahindi ambayo yamedadarika, yale sisi tunaita kikwetu tunaita ndodore, yaani yale mahindi ambayo ni tembe moja, yeye akachukua hiyo pia, yale mapoza yale. Kuna mahindi mazuri alipata makubwa, lakini yeye alichukua yale akajiwekea, lakini zile mbovu akamletea Bwana. Kwa sababu hiyo akamkasirisha Mungu na Mungu hakumpenda. Lakini tunaona hapa Mungu alimpenda Kaini, alimpenda Habili, kwa sababu Habili
alitoa kwa moyo wake na akatoa kizuri kwa maisha yake, kwa sababu kwa nia nyingine inasemaje? Abili alimpenda Bwana zaidi, yaani alijifundisha kumpenda Bwana, akaweka moyo wake kwamba ibada zake atamfanyia Bwana, ndio sababu akamtolea Bwana vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni wajibu wetu, ndugu zetu ama ndugu zangu, tukiwa ndani ya Bwana siku zote tuwe tumejipanga kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tujitolee katika maisha yetu. Amen. Tujitolee katika ibada. Ibada huwa zinatutaka sisi, bila ya sisi huwa si ibada. Sasa tunapokuja ibada na mapema, tukaanza na mapema, hiyo ujue ya kwamba ni sadaka umeitoa, kwa sababu ni vyema unapojitoa wewe mwenyewe kwanza kwa Mungu. Mungu anapokukubali, atakubali na kile kingine ambacho utakitoa. Hapa sadaka, kwa wakati wetu huu tumetoa pesa kwa wengi, na tumeona kwamba sadaka huwa ni pesa. Ni kweli sadaka huwa ni pesa, lakini pia vitu vingine hutolewa na zikawa sadaka pia. Tukiangalia hawa watu wawili wote walitoa sadaka. Mkulima tuasimu kwamba yeye alitoa mahindi ama alilima viazi, alilima vitunguu, sukuma, chochote kile alicholima yeye. Shida tu ni kwamba hakutoa vizuri, alitoa ile tu kawaida kutoa, lakini alitoa, na kwa sababu hiyo yeye hakukubalika mbele za Mungu. Tunamwona pia Abili alimtolea Mungu mifugo. Kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna ng'ombe, kuna kuku, kuna bata na wengi sana. Sasa hizi zote bora kimetoka kwa moyo wako, na unajua ya kwamba kweli hiki ndicho kilicho katika uwezo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu wetu hupenda sadaka. Kwa nini? Kwa sababu tunapofanya tendo lile, Mungu pia anaona vile ambavyo tunajitolea ama tunavyompenda. Sadaka kwetu kwa Mungu inaonyesha upendo kwake, kwa sababu tusipofanya namna hivyo, basi inakuwa ni kwamba hatuwezi dhihirisha upendo kamili wa Mungu. Lakini tunapomtolea Mungu tunakamilisha upendo wetu na Mungu. Kwa hivyo sadaka ni kitu ambacho ni treasure kwa Mungu, ni kitu cha maana sana. Nataka nisome kitabu cha mwisho hapa, alafu tumalizie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninataka vile ambavyo tuko hapa kwa maisha yako uamue na uazimie, na usiseme ya kwamba sina itoke kwa mdomo ama kwa midomo yetu. Ujue ya kwamba chochote unachofanya na unapofaulu, haufaulu tu maana umefanya kazi, lakini unafaulu kwa sababu Mungu amekupatia hiyo nafasi. Kumbuka ya kwamba unapotoka na kutembea kule nje, hutoki peke yako, unatoka na wenzako. Lakini wewe unaweza faulu na wenzako wakose kufaulu. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ya kwamba yule Mungu ambaye unamtumikia ni Mungu ambaye unamthamini. Na kwa sababu unamthamini huyo Mungu, yeye pia anakuthamini na anakutendea yaliyo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anakutendea yaliyo makuu. Kile kitabu cha Malaki, sijajua ni mstari gani, lakini inasema hivi: leteni zaka kamili ghalani mwangu, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka tutoe zile zaka zetu ambazo tunazitoa ndani ya nyumba ya Bwana, kusudi kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka ya kwamba katika nyumba ya Bwana kuna makuhani wake,
wale makuhani ndio in charge wa hiyo sadaka. Wale makuhani ndio ambao watapangia ile sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukishaitoa namna ile hiyo sadaka, hatuhusiki tena hivyo vyote kuongelea juu ya hiyo sadaka. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumemtolea Mungu, na kwa sababu Mungu hayuko pamoja nasi hapa, ama hatumuoni waziwazi, ameweka makuhani katikati yetu. Sasa hao makuhani hao ndio ambao wanamiliki hiyo sadaka. Hao makuhani hao ndio ambao wanamiliki hicho chakula ambacho tumekitoa kama sadaka. Si haki na si kweli tunapofanya jambo hilo mbele za Mungu, tusimame tena na tuitishe ile sadaka kwamba tuitumie na mambo mengine. Tutakuwa tumemtenda Mungu vibaya, kwa sababu yeye anataka zaka na sadaka ziwemo katika nyumba yake, ili makuhani wake ambao wako katika nyumba yake na wanamtumikia yeye usiku na mchana, wakituchunga kama kondoo wa Mungu. Yeye ndiye ambaye amepewa hiyo haki ya kumiliki na kutumia hiyo sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi naona nimechukua muda mrefu, so sitaendelea zaidi. Mimi nitawachia hapo, tuondoke na akili ya kujua kwamba ni vizuri tujipeane kwa Mungu, tujipeane kikamilifu, tutoe sadaka kwa wakati wetu, tutoe sadaka miili yetu, tutoe sadaka pesa zetu, tutoe sadaka mali zetu, mifugo, mazao ya shamba na nini, tuvitoe kutoka kilindi cha mioyo yetu. Na tunapomtolea Mungu kwa moyo safi, Mungu naye atatujaza na atatulinda. Maana hiyo Malaki bado nasema tunapofanya hivyo atatufungulia madirisha ambayo yatamwaga baraka, mpaka zile baraka tukose mahali ya kuziweka. Hizo baraka haziji tu, zinakuja wakati tumemtolea Mungu kikweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, Mungu atusaidie tujukumike, ama hili jukumu liwe katika maisha yetu, na tusije kwa nyumba ya Mungu tukiwa mikono tupu. Si kweli. Tunapokuja mikono tupu, kwa njia nyingine ni kumpa shetani nafasi utawala mikono yetu na mifuko yetu na pochi zetu. Tukitaka kuepuka mambo hayo, tujitoe kikamilifu kwa Mungu, tutoe kile ambacho tuko nacho. Mungu huangalia mtu kutoka kilindi cha moyo wake, na anajua uwezo wako, anaridhia huo uwezo wako, anakubali huo uwezo wako. So kile ambacho umekipata, kilete kwa Bwana kwa moyo wazi na kwa upendo. Mungu atakikubali, na hicho ndicho ambacho kitakufungulia mlango katika maisha yako. Baraka zitamiminika kwa uweza na nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni, Mungu awabariki. Tumpatie Bwana shangwe.